Nchi ya Tanzania imetetemeka baada ya Samia Suluhu kuamua kumtorosha Tundu Lissu nchini Tanzania bila hiari yake. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mheshimiwa Lissu pamoja na kupitia magumu yote haya, mimi mwenyewe na yeye na viongozi wengine wa chama walitutafuta, pia wametafuta familia yake, wakijaribu kuweka masharti ambayo sisi tumeyakataa. Mojawapo ya masharti hayo ni kwamba Lissu akubali kuachiliwa, lakini aache kufanya siasa ndani ya nchi, aache kuwatetea Watanzania, aondoke akakae nje ya nchi. Lissu amekataa. Wametupa masharti ambayo sisi tumeyakataa. Na yasema haya mbele yenu wa Tanzania ili muelewe kwamba Lissu anaumizwa kwa sababu ya mapenzi yake kwa nchi yetu, kwa sababu ya mapenzi yake kwenu, kwa sababu ya mapenzi kwa kijana ambao umemaliza chuo, hauna kazi ya kufanya, wakati fedha kwa mabilioni ya fedha yanaibiwa kila siku, kama tulivyosikia kwenye ripoti ya CAG kwamba unakuta sekta moja tu au vifaa vinanunuliwa feki au vilivyopitwa na wakati au kila idara inapata hasara, huku Watanzania kwa maelfu wanakufa kwa kukosa madawa ambayo walistahili kuwa nayo. Watu hawana maji. Lissu yuko ndani kwa sababu anataka upate maji. Lissu amekamatwa, yuko ndani kwa sababu anataka wewe kijana unayeendesha bodaboda upate kazi ambayo ni decent zaidi, kazi ya heshima zaidi ambayo itakupatia kipato kikubwa. Lissu yuko ndani kwa sababu anataka madini yetu, kama alivyosema siku alipokamatwa akiwa Mbinga, akizungumza kuhusu maelfu kwa matani ya malori ya makaa ya mawe yanayoondoka Mbinga, huku watoto wa Mbinga wakibaki wanautapia. Leo ikiwa ni mwaka mmoja tangu Tundu Lissu akamatwe na kuwekwa jela, leo hii makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche amezungumza na kutoa siri nzito inayomkumba Tundu Lissu. Kutokana na ujumbe wake, anasema kwamba Tundu Lissu amepewa masharti ili aachiliwe na Samia Suluhu. Samia anataka kwamba ikiwa Tundu Lissu anaachiliwa, basi atoroshwe nchini Tanzania, ama yeye mwenyewe atoroke nchini Tanzania, asirudi tena, ili asije kuvuruga siasa za Tanzania. Ni swala ambalo bado limefanya Tundu Lissu kuwa nchini Tanzania na kuwa kwa jela ama kuwa kizuizini, kwa sababu alikataa kutoroka nchini Tanzania. Ndio kutokana na siri zake John Heche ambazo ameziibua haswa siku hii ya leo tarehe 9, ambapo Tundu Lissu ameshafikisha siku 365 akiwa pale jela. Ni swala ambalo limeibua hisia mseto nchini Tanzania, manake wengi wamekuwa wakiuliza ni kwa nini Tundu Lissu haachiliwi. Mwanzo tangu kesi yake isikilizwe ni zaidi ya mwezi sasa. Angu anauliza mbona kesi yake inacheleweshwa kwa muda hivyo? Ni sababu Samia Suluhu mwenyewe anataka Tundu Lissu ikiwa anaachiliwa huru, basi atoroshwe nchini Tanzania, asije kuvuruga amani ya Watanzania, amani ya siasa za CCM. Manake ukiangalia nchini Tanzania sasa hivi, tukianza na Mbowe alishanunuliwa na Samia kitambo. Ukija nani tena, hakuna kiongozi mwingine ambaye anaweza mpatia stress, anaweza mpatia wasiwasi kama si Tundu Lissu. Manake Tundu Lissu anapendwa, Chadema ni chama kikubwa zaidi. Ndio maana Samia amejaribu sana kukifuta Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na niamini leo ikiwa Samia angefanikiwa kufuta Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania, basi Tundu Lissu leo hii angeachiliwa huru. Manake ataachiliwa huru, akienda pale nje hata kuwa na chama ambacho atashikilia, na vile vile wataweka kikomo kwamba hakuna mtu ataanzisha ama kusajili chama kipya. Itakuwa ni ngumu kwake Tundu Lissu tena kuinuka kisiasa. Kwa hiyo wamejaribu sana kumununua pengine Mbowe aweze kuleta vita. Wamewatumia kina Isa Mohamed kuleta vita, kesi nini kuhusu Chadema, lakini wamegundua kwamba
Chadema bado ni chama ambacho kiko imara. Kumbuka waliwakataza hata kusherehekea kuadhimisha miaka 30 ya uongozi. Walikataa wakati walikuwa na mkutano. Polisi walikuja wakawavuruga hadi wakashusha ile bendera ya chama cha demokrasia na maendeleo, kuonyesha kwamba Samia Suluhu na serikali yake ya CCM haitaki Chadema, in fact inataka kuongoza. Ila sasa tunashangaa ule uhuru ile demokrasia ambayo tulipata ipo wapi tena? Mbona Samia Suluhu na pamoja na viongozi na machao wake wanataka kurudisha nchi, wanataka kuturudisha katika zile enzi za 60, 70 na 80 wakati kulikuwa uongozi wa chama kimoja? Ndio maswali wengi tunazidi kujiuliza. Na ngawaje ndio wamejaribu sana kukwamisha shughuli za Chadema. Kumbuka kwamba kulikuwa na amri iliyotolewa na mahakama kwamba Chadema hakitakiwi kuendelea na shughuli zao za chama nchini Tanzania. Ni swala ambalo ndio ni swala la mjadala. Unaweza jadiliana kuhusiana hayo yote ambayo yaliamuliwa na koti, ila la muhimu hapa tunastahili kujua ni kwamba huu ni mpango wake Samia kuhakikisha chama hicho kinakufa nchini Tanzania, ili kusije kuwa na mambo mengine mengi kuhusiana na uongozi nchini Tanzania, sije kuleta hisia mingi. Samia anataka kuongoza kama CCM na yeye peke yake, akiwaambia kwamba Marekani wanatumia milioni 17 za mafuta kwa milioni shilingi za Tanzania milioni 17 kwa lita moja ya mafuta, wa Tanzania wanakubali. Yani hataki mtu wa kumpinga. Ndio mambo ambayo yanaendelea, lakini wamegundua kwamba kuua chama cha demokrasia na maendeleo ni ngumu. In fact hata wakati wamekataa hata wakati walikataa kwamba wasije wakasherehekea kuadhimisha siku ama miaka 30 ya uongozi ya kuwepo kwa chama hicho, tuliona wengine hata wakiwa mashambani wakiwa wameinua bendera zao, wakilima pale juu wameweka bendera ya Chadema, kuonyesha ile imani, kuonyesha ile loyalty kwa Chadema. Yani ingawaje Samia anajaribu kuua chama cha demokrasia na maendeleo, kuna wale ambao wanaamini sana chama hiki cha demokrasia na maendeleo. Yani umwekee chama cha demokrasia hapa na vyama vingine hata hawezi kuviona vile vingine, ataona tu Chadema. Na hiyo ndio swala ambalo linamsumbua sana Samia Suluhu na machao wake. Ndipo sasa ameamua na kutoa masharti, ikiwa hadi ameshaongea kutokana na ujumbe huo wake John Heche. Hata Samia Suluhu ameshazungumza na familia yake Tundu Lissu kuambia kwamba tunataka kufungulia mwanenu, tunataka kufungulia huyu jamaa, lakini mwambie ikiwa atafunguliwa basi mshawishi atoke nchini Tanzania, atumuhitaji hapa. Lakini Tundu Lissu pamoja na wandani wake wameshikilia msimamo kwamba Tundu Lissu aachiliwe bila masharti, unconditional release, kwa sababu hamna kesi. Unajua kesi hii yake ya uhaini, hamna mtu ajui kwamba ni ile kesi ya kupandikiziwa tu, ili kumtishia na kutishia Chadema, ili kuhakikisha kwamba chama cha demokrasia kimeisha nchini Tanzania. Ili wamegundua kwamba kung'oa Chadema mioyoni mwa Watanzania itakuwa ngumu sana. Ni jambo ambalo ni muhali kweli kweli, ni jambo ambalo linazidi kujadiliwa, ila Tundu Lissu amekataa kuondoka nchini Tanzania. Na sasa Chadema wameamua kwamba watapigana na serikali ya CCM kuhakikisha Tundu Lissu ameachiliwa huru. Huyu tu John Heche ambaye ni mwenyekiti ama makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, leo amesema kwamba ikiwa Samia Suluhu haendi kumwachilia Tundu Lissu, basi wanaomba Watanzania kuungana na Chadema, manake wanaenda kuanzisha maandamano mazito, maandamano makali, kuomba kwamba Tundu Lissu aachiliwe huru bila masharti yoyote, yani unconditionally aweze kuachiliwa. Manake
Kila mtu, hata mataifa ya kigeni, taasisi za kigeni zinajua kwamba hii kesi ya Tundu Lissu ni ile ya kuwekelewa tu, ni kesi ya kupandikiziwa tu, haina mashiko, ni kesi ambayo ingeshaisha kitambo. Mwanzo ingekuwa inasikilizwa kwa utaratibu tu bila serikali kuingilia, ingeshaisha kitambo. Lakini sasa kwa sababu Samia anataka kumfunika kidogo Tundu Lissu, bado mengi yanaendelea kuzungumzwa, kesi inaendelea kusogeshwa mbele. Sijui na maoni gani, laweza niandikia maoni yako hapo chini tuweze kujadiliana moja kwa moja. Na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu.